Katika utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala katika eneo hili la Kwimba likiwa moja la eneo la kanda ya Ziwa, hiki tunachokiona leo ni mabadiliko makubwa sana, kwa sababu takriban kipindi cha miaka 5 iliyopita tulikuwa tu katika ramani yetu ya utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala tulikuwa tunaishia Morogoro. Hatukufika Singida, hatukufika Tabora, hatukufika Mwanza, hatukufika Shinyanga. Kwa hiyo hiki kilichofanyika, Mheshimiwa Waziri, ni hatua mojawapo ya kurasimisha utendaji wa shughuli zetu. Na kama unavyofahamu, tusiporasimisha shughuli zetu, kuna majirani zetu watanufaika, kuna nchi nyingine zitanufaika. Kwa hiyo sisi kwetu tunaona hii ni hatua kubwa, kwamba tumeweza kufika mahali ambapo sasa tunashughulika na maboresho kwa ndugu zetu Wanakwimba. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunapoleta urasimishaji kama huu, tunaamini kwamba zile bei ambazo zinapatikana kule sokoni sasa zitakuwa zinajulikana kwa kila mwananzengo. Kwa hiyo kikijulikana kwa mwananzengo, maana yake ni kwamba mwananzengo sasa hayumbishwi, anajua kabisa nimelima hiki, nilichouza ndio bei ambayo ningestahili kupata. Kinyume na utaratibu huu, Mheshimiwa Waziri, ni kwamba unatoa fursa ya watu wachache kuwa na taarifa, lakini watu wengi kutokuwa na taarifa. Kwa hiyo mimi naamini na niwaombe sana ndugu zangu watu wa ushirika, sababu tuko nao hapa, kuendelea kuhakikisha kwamba elimu nzuri inatolewa ili wananchi waelewe namna ya kuufanya. Lakini pia tunaamini kwamba ushirika ni biashara. Kwa hiyo isishindikane basi ushirika kujitengeneza katika utaratibu ambao unamwezesha mkulima kwa wakati akienda kupeleka bidhaa yake kupata fedha yake. Hii itatusaidia kuondokana na changamoto ambazo wenzetu wamekuwa wakizungumza muda mrefu.